Hujambo na karibu katika channel ya AJ Farms, mashamba yanayotembea. Karibu kwenye mwendelezo wa shuhuda za AJ Farms. Hizi si hadithi tu ambazo labda mtu alilala akaamka akasema leo nitawaandikia hivi. Hizi ni shuhuda za kweli kabisa. Za huyu alithibitisha kuwa ndoto za ndani huwa zinapiga kelele mpaka uzisikie. Ni daktari kitaaluma, mwenye elimu, heshima na kipato chake cha uhakika, lakini pamoja na hayo yote aliona kweli uliopo kwa watu wengi. Badala ya kuendelea kwenye mstari ule ule wa miaka mingi ya kazi, kufunga kwenye ratiba, amri na mazingira yanayochosha, alichagua njia ngumu lakini ya uhakika. Alithubutu kutoka kwenye ajira ya uhakika, akavaa viatu vya udongo, akashika jembe, akafungua mabanda ya kuku, yani akaingia kwenye ujasiri wa mali. Huko kwenye uhakika wa maisha yake, wa hela yake. Na akaingia kwenye kujiajiri kwa ujasiri wa mtu anayejua thamani ya maisha yake. Leo anajulikana kama daktari mkulima. AJ Farms, mashamba yanayotembea. Mfano halisi wa mtu aliyekataa kustaafu maskini, kukataa kufa bila kutimiza ndoto zake, na kukataa kutumikishwa kwenye mfumo usiomwacha kusonga mbele. Safari yake imejaa maamuzi magumu, kujifunza kila siku na kuthubutu na kupambana hadi kuona matunda mikono yake. Kupitia ushuhuda huu na makala anazoandika, anagusa maisha ya watu, anasimulia ukweli aliouona mwenyewe, anafungua macho ya wengi kuhusu nguvu ya kujiajiri, na anawasha moto wa matumaini na mabadiliko kwa yeyote aliyekosa dira. Yeye ndiye sauti ya kizazi kinachochagua kubadilika. Yeye ndiye somo la kwamba elimu yako inaweza kukupa ajira, lakini ujasiri wako ndio utakaokupa maisha unayotaka. Karibu kwenye mwendelezo wa shuhuda za AJ Farms, mashamba yanayotembea, zilizoandikwa na daktari mkulima. Anasema, mwaka 2004, mwaka 2005 nikiwa kidato cha 6 katika shule ya sekondari Songea wavulana mkoani Ruvuma, nilijifunza kwa nini mwalimu wetu wa somo la fizikia alikuwa hawezi kutusaidia kujibu swali la physics hadi tuoneshe kuwa tumejaribu na kushindwa wapi. Mwalimu wa moto, raia wa Japani mwenye muonekano wa Kichina, alitaka tuonyeshe uthubutu, alitaka tuoneshe tunafeli wapi kabla kutupa msaada. Alikuwa sahihi. Maana kumsaidia mtu ambaye hajui vizuri tatizo lake na hajawahi kuthubutu ni kupasua kichwa. Mara nyingi mtu ambaye hajawahi kuthubutu huwa ni mgumu sana kuelewa. Nitakufafanulia vizuri ili unielewe kuwa maskini mwenye mawazo sahihi na tajiri mara nyingi hutenganishwa na mstari mwembamba wa uthubutu. Nimegundua maskini wengi wana mawazo sahihi na tena mazuri sana kuliko hata matajiri, ila wanakosa kujinasua, wanakosa uthubutu. Acha nikufafanulie vizuri hapa ili unielewe vizuri kabisa. Katika kidato cha 5 na 6 nilisoma mchepuo wa PCB, Physics, Chemistry na Biology, pamoja na masomo ya ziada GS General Studies na BAM Basic Applied Mathematics. Somo la physics ndio somo ambalo mara nyingi huhitaji wanafunzi kujiongeza sana kuliko somo la biology, ambalo huwa ni mseleleko hasa kwa wanafunzi wenye uwezo wa kukariri kama kasuku. Mara nyingi nilipata daraja A kwenye somo la biology na nilikuwa napata B au C kwenye masomo kwenye somo la physics. Asikwambie mtu, swali moja la physics kwa ngazi ya kidato cha 5 na 6 lingeweza kutatuliwa kwa mahesabu makali hadi kumaliza karatasi 2 au 3. Mwalimu wa moto angeandika kwa chaki na kufuta ubao mara 3 kwa kusolve swali moja tu. Na hapo mwalimu wa moto ndipo alikuwa wa moto haswa. Mara nyingi mwalimu wa moto hakuwa na mazoea ya kukaa ofisini na walimu wenzake. Mara nyingi alitembea kwa mwendo wa kasi akitokea nyumbani kwake hadi darasani. Alikuwa mfupi na mwenye maneno machache, na wakati wa kusolve swali la kwanza la physics angejaza ubao kwa formula. Yaani hapo ilikuwa ni mtindo wa namba na si maneno.
Maswali kama ya projectile motion ilikuwa noma sana, na hapo ndipo mwalimu wa moto alichukua ujiko, akawa star wa shule kwa somo la physics. Ungeweza kuona hata tembea yake ilikuwa ya physics wallahi. Sasa kwa nini mwalimu wa moto hakupenda tumpelekee maswali bila kujaribu akiwa anatembea njiani? Angekasirika kichina. Alichukia vibaya mno kupelekewa swali bila sisi kujaribu kulisolve. Ni kwa sababu alitaka tuthubutu, tuoneshe ni wapi tumeweza na wapi tunafeli. Yeye alitaka kuona ni wapi ambako nasi tumethubutu na kushindwa, na kabla ya kutusaidia kujibu swali vigogo vya somo la fizikia physics alikuwa sahihi. Katika maisha ya kawaida huwezi kumwokoa mtu aliyezama kwenye kisima cha maji kama haoneshi juhudi japo ya kunyosha mikono yake ili kushika kamba. Huwezi kumwokoa mtu ambaye yeye mwenyewe hana uthubutu wa kujiokoa. Juzi nilivyoelezea tabia za maskini na tajiri kupitia maongezi yao, sikugusia tabia nyingine inayowatofautisha watu hawa. Tabia hiyo nyingine ni uthubutu. Wajuzi wa historia wanasema Albert Einstein alichangia kwa kiasi kikubwa utengenezaji wa bomu la nyuklia kwa formula la E sawa mc². Wazo hilo halikuwa wazo lake haswa. Historia inaonyesha kuwa Albert Einstein alitumia muda wake mwingi kusikiliza watu kwenye vijiwe, ofisi na kujisomea vitabu, makala na tafiti mbalimbali. Mwanasayansi huyu kila wazo aliliandika na kuthubutu kulifanyia kazi. Tabia hii ndio inafanya hadi leo anakumbukwa na dunia nzima, na hasa kwa uzinduzi wa formula ya E-energy ambayo baadaye ilipelekea kutengeneza bomu la nuclear, rockets na kadhalika. Bomu hili litakumbukwa milele kwa kusababisha maafa makubwa sana kwenye miji ya Hiroshima na Nagasaki huko Japani mwaka 1975 katika vita ya pili ya dunia. Imebakia kwenye historia. Mara nyingi maskini wana mawazo sahihi na tena wazuri sana kuliko hata matajiri, lakini shida yao ni uthubutu. Ukitembelea vijiwe vya kahawa mtaani na kwenye maofisi mbalimbali utakuta kuna majinias na mawazo mazuri, lakini hawezi kuyafanyia kazi mawazo yao kwa sababu ya kukosa uthubutu. Na kwa mantiki hiyo ndio maana ofisi yupo profesa wa uchumi ila hajai kuwa na NGO anakosa uthubutu. Makaburini ndio kuna matajiri wengi. Haya maneno aliyapendelea sana marehemu Ruge Mutahaba, kwamba watu wengi hufa na mawazo yao ya kitajiri, na hivyo mawazo ya kibiashara kubwa kubwa, miradi mikubwa na fursa kibao huishi katika miili ya wafu ambao wakati wanaishi hawakuthubutu kuyafanyia kazi. Maana halisi ya mjasiriamali ni risk taker, ikimaanisha mtu mwenye uwezo wa kuthubutu na kukabiliana na hatari. Mara nyingi watu wanaokosa uthubutu, dalili zao huonekana wazi katika maneno na matendo yao. Mara nyingi kwenye maongezi yao utawaelewa akisema, nitafanya biashara siku moja. Watu hawa neno siku moja huwapa faraja ya kutofanya sasa hadi umauti wakute wapeleke mawazo yao ya biashara hiyo hiyo makaburini. Tajiri hana maneno ya siku moja. Tajiri maneno yake ni leo, baada ya kufanyia utafiti wazo la biashara. Watu walio na mawazo sahihi ila hawana uthubutu wana tabia ya kuahirisha mambo. Hawajawahi kutimiza jambo kwa wakati. Kila siku wao ni kesho. Tajiri kwake leo ni leo, asimaye kesho ni Mungu. Pengine ndio maana rafiki yangu tajiri wa Kichaga hupenda kusema kesho ni ya manyani. Je, umejipatia toleo la kwanza la kitabu cha sauti cha ushuhuda wangu? Au unasema siku moja nitakinunua? Katika picha, mbwa si kwamba ana nguvu nyingi kuliko ng'ombe, bali ana uthubutu zaidi ya ng'ombe. Itaendelea ushuhuda wangu. Imesoma kwako na Sara Hassan, maarufu kama Salari Farm, Facebook. Asante.